na hili ni jambo litaumiza wananchi sana, haswa wakulima wengi ambao walikuwa bado wako mashambani. Diesel imekuwa bei ya juu sana, inamaanisha hata yule mkulima pale kwenye shamba, kuanzia leo mambo yatakuwa magumu. Hata wale walio katika uchukuzi, transport, diesel itapanda. Hata vijana wetu wa bodaboda, petroli itapanda, na hiyo inamaanisha nauli itapanda kutoka kwa yule mwana bodaboda, yule matatu, ile bus, na popote unapoenda. Sasa gharama ya maisha imeongezeka kuanzia jana, na mara ya mwisho tukifikisha zaidi ya shilingi 200 bei ya mafuta ilikuwa wakati wa maandamano ya kwanza, wakati tulikuwa na finance bill ya kwanza ya serikali ya Kenya kwanza, na hiyo ndio ili double mambo ya VAT, ushuru kwa mafuta, kutoka shilingi 8 kwa lita hadi shilingi 16, 16% ya VAT on fuel every liter. Hapo ndio ilifanya gharama ya maisha ikaongezeka sana, kukawa na maandamano, na baada ya maandamano tukaulizwa twende kwa mazungumzo kule kwenye Bomas. Tuliongoza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kule kwenye Bomas, timu yetu ya Azimio, na kati ya yale tuliambia serikali hii ni kwamba Bwana Zakayo, shukisha ushuru. Ushuru wa kwanza shukisha kwa mafuta. Pale Uhuru Kenyatta aliwacha kwa serikali, na ilikuwa kwa hiyo serikali na Mheshimiwa Matiang'i hapa, ilikuwa pressure nyingi sana VAT ipite 8%, lakini Uhuru Kenyatta alizuia